Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya swala, na kama tulivyokumbushana na kuhimizana juu ya ibada hii ya swala kwamba ndio ibada muhimu, ndio msingi mkuu wa dini yetu, Muislamu anatakiwa atoe macho yake, masikio yake, moyo wake katika kusikiliza panapokuwepo na mafundisho ya swala, ili aweze kuipatia swala ambayo ndiyo ibada, ndiyo amali itakayohesabiwa mwanzo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Jana tulikuwa tumeanza kuzungumza kuhusu nguzo za swala, na tukasema nguzo hizi ziko 14, na tukasema mwenye kuiacha nguzo kwa maksudi, huyu swala yake itakuwa imebatilika, na mwenye kuiacha nguzo kwa kusahau au kwa bahati mbaya, basi huyu itabidi airudie ile nguzo, kisha mwisho wa swala afanye sijda tisau, afanye sijida 2 kama unavyofanya sijida za kawaida kabla ya kupiga salamu. Halafu utasema yale uliokuwa ukiyasema katika sijida ya kawaida, yani subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na leo tutakuwa na muendelezo. Jana tulizungumza nguzo 5, leo tutakuwa na muendelezo wa kuzielezea kuhusu nguzo hizi. Nguzo ya 6 ni nguzo ya kusujudu. Sijda ni katika nguzo ya 6 kati ya nguzo za swala, na hii nguzo ya sijda ina masharti yake, nako ni kuhakikisha kwamba umesujudu kwa viungo vyako 7. Mwenye kusujudu anatakiwa hakikishe kwamba amesujudu kwa viungo vyake 7 kuwa viko ardhini. Kwanza ni paji lake la uso, eneo la uso hili mpaka kwenye pua yako yote imegusa ardhi. Kuna baadhi ya watu kwa bahati mbaya, badala ya kusujudia paji la uso wanasujudia kichwa. Haya ni makosa. Weka paji lako la uso kwenye ardhi, kisha viganja vyako viwili vya mikono hivi vinatakiwa navyo viwe viko kwenye ardhi, kisha magoti yako miguu, kisha matumbo mawili ya vidole vyako vya miguu, matumbo mawili ya vidole vyako vya miguu. Tutaonyesha mfano kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Tunaanzia na kuonyesha katika uso. Unaposujudu hakikisha unaweka mikono yako miwili hivi na uso wako unauweka hivi, kwa maana ya kwamba paji lako la uso na pua zako zimegusa chini. Wacha kuweka kichwa namna hii, hapana. Weka uso wako hivi na pua yako na hii, na magoti yako haya mawili yawe yamegusa chini kwenye ardhi. Kwa upande wa miguu, hakikisha matumbo ya vidole vyako haya yamegusa hivi na vidole vyako vimeelekea kibla. Kuna baadhi ya watu wanasujudu miguu wameinua juu, mengine wameikunja namna hii, mengine wameilaza namna. Haya ni makosa. Lazima ukunje matumbo yako ya miguu, uhakikishe kwamba vidole vyako hivi vimeelekea kibla na matumbo ya miguu ndio yamegusa ardhi. Huko ndiko kusujudu. Na ndugu zangu, sijida ni katika mahali peke yake ambapo mwanadamu yuko karibu sana na Mola wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Thawbani radhiyallahu anhu ametuambia, alaika bikathrati sujudi lillah, hakikisha ya kwamba ni juu yako kuhakikisha ya kwamba unakithirisha kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, yani unasujudu kwa wingi sana, kwa maana ya kwamba swali za faradhi, swala za sunna, swala za witri, swala za tarawih, swali kwa wingi, msujudie sana Mola wako. Anasema fa innaka la tasjudu lillahi sajdata, kwani hakika wewe husujudu hata sijida moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'aka Allahu biha daraja, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hukupandisha daraja siku ya Kiyama kwa kule wewe kumsujudia. Wa hatta anka biha khataya, na Allah subhanahu wa ta'ala hukufutia dhambi zako kwa kile kitendo cha wewe kumsujudia. Kwa hivyo tuweni makini sana, watu wengi sana wanaikosea nguzo hii ya namna ya kusujudu. Ndugu zangu, nguzo ya 7
ni kuinuka kutoka katika sijda. Kile kitendo cha kuinuka ila Allahu Akbar, kile kitendo cha kuinuka kutoka katika sijda, ile nayo ni nguzo. Nguzo ya 8 ni kukaa kidogo katikati ya sijda mbili. Yani ukishainuka unakaa Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni waafwani wabarik, unavyoweza katika swala. Maliza dua, muombe sana Mola wako, kwani hizi ndizo sehemu za kuomba. Kwa hivyo kule kile kitako baina ya sijida mbili, ile nayo ni nguzo. Nguzo ya 9 ni kukaa kwa ajili ya tahiyatu. Kukaa kwa ajili ya tahiyatu, kikao kile cha tahiyatu, kile nacho ni nguzo. Nguzo ya 10 ni kusoma tahiyatu ya mwisho. Kusoma atahiyatu ya mwisho. Kuna tahiyatu kwa mfano katika swala kama ya dhuhuri, ya alasiri, ya isha, kuna tahiyatu mbili. Ile ya kwanza tutaieleza huko mbele ya safari inaingia katika sehemu gani, lakini tunazungumzia ile ya mwisho. Ile ya tahiyatu ya mwisho, ile ni katika nguzo za swala. Uhakikishe kwamba unaijua namna ya kuisoma. Nguzo ya 11 ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika atahiyatu ya mwisho. Kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kikao cha tahiyatu ya mwisho. Nguzo ya 12 ni kutoa salamu, ile assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hii nayo ni nguzo, lazima utoe salamu. Na ndugu zangu, kuna kitu watu wanakosea katika hii salamu, hasa wanapokuwa wanafuata imamu. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na imamu amechelewa, pengine rakaa moja, rakaa mbili, imamu tu akipiga salamu assalamu alaykum, yeye ameinuka, eti kwa sababu salamu moja ni sunna. Wewe unafuata imamu. Ndio siku moja mwanafunzi mmoja alimfuata mwalimu wake ambao ni Sheikh Albani, akawa anamuuliza, mimi nimeingia katika msikiti alfajiri, watu wanasoma kunuti na mimi si msomaji wa kunuti, nifanyeje? Akaambiwa wafuate, kwa sababu ju'ila al-imama liyutamma bi, amefanywa imamu ndio mkamilifu wa swala. Al-Imamu Albani akamuuliza mwanafunzi wake, akamwambia maneno haya: ikiwa imamu amekosea, badala ya raka 4 akataka kuinuka kuswali raka ya 5, je, wewe utafanyaje? Akamwambia nitamshtua, subhanallah, arudi akae. Sawa, akishakaa huyu imamu mwisho atafanyaje? Akasema huyu imamu atafanya sijdatu sahau. Je, wewe utamfuata au hutomfuata? Sema nitamfuata. Kwa nini umfuate hali ya kuwa wewe hujakosea? Wewe ndio ulimkumbusha, aliyekosea ni yeye. Ni kwa sababu wewe ni mfuasi wa imamu, unatakiwa umfuate imamu. Kwa hiyo unapokuwa nyuma ya imamu, subiri imamu azipige salamu zote mbili, ndio wewe uamke kwa ajili ya kulipa rakaa zako ulizobakisha. Inshallah kesho tutamalizia sehemu iliyobaki katika nguzo hizi za swala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri nyingi duniani na kesho akhera. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.